Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujadili yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kimeweza kutangazwa hivi karibuni, ambapo umeweza kushuhudia sakata limekuwa ni kubwa kweli kweli kutokana na yale ambayo yanayoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na TFF pamoja na bodi ya ligi, kwa kile ambacho kimeweza kujili kati ya Manara na Raisi. Hapa nazungumzia wa TFF, kwa kile ambacho kimeweza kujili. Manara ameweza kuwasha moto huko, hatimaye wameweza kumjibu kwa kile ambacho kinachoendelea. Issue kubwa ni kuhusiana na pointi 3 za klabu ya soka ya Young Africans ambazo Yanga wanadai haki yao, na inavyoelezwa mpaka sasa wamekwenda kuchukua hatua nyingine kubwa kabisa. Sasa hilo tutakwenda kujua kila kitu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa hili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, acha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na haya ambayo yanajiri kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa madai ya yale ambayo yameweza kutolewa hivi karibuni. Sasa unafahamu ya kwamba Young Africans walikwenda kuandika barua ambapo barua hiyo ilikuwa ikiweza kuelekea katika bodi ya ligi, ambapo waliandika wazi ya kwamba hawana imani na bodi ya ligi, wanaomba bodi hiyo iweze kuvunjwa kutokana na yale ambayo yameweza kuendelea, kwamba imani yao kwa viongozi wa bodi ya ligi Young Africans kwa sasa hawana. Lakini pia sambamba na hilo, klabu ya soka ya Young Africans waliweza kudai alama 3 pamoja na magoli 3 pamoja na fidia ya shilingi milioni 54 kama sehemu ya maandalizi, alafu watu wakakimbia mechi. Hivyo basi wakawa wameainisha na kupeleka TFF. Sasa TFF na bodi ya ligi wamejibu yale, ambapo Rais Kalia alisema ya kwamba madai ya Young Africans ni kama utoto kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kutokana na yale madai ambayo wamekwenda kuyadai, na wakasema kwamba hakuna pointi 3 za bure bure. Mechi iko pale pale na ratiba watakwenda kutangaza kama ambavyo ilivyo. Sasa Manara yeye akazungumza kile ambacho kilichoweza kutokea. Toka jana alifanya interview na kuweza kuzungumzia kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo bodi ya ligi kuu imejibu, ambapo ilijibu klabu ya Yanga barua yake ambayo ilikuwa pamoja na mambo mengine inataka ipewe alama 3, mabao 3 kwenye mchezo ulioahirishwa Machi 8, ambapo bodi inasema mechi iliahirishwa kwa kufuata kanuni na wala sio kwa sababu Simba waligomea mechi kama ambavyo Yanga walisema. Katika barua hiyo bodi yenye kurasa 3 na vipengele 12, bodi imewaambia Yanga mchezo uliahirishwa rasmi saa 8 mchana. Baada ya hapo kukuwa na taratibu zozote kuhusu mchezo huo ambazo ziliendelea, na kwamba maafisa wote wa mchezo hawakuweza kuwepo. Kwa hiyo Young Africans wao hawana kile ambacho kinacho wafanya waweze kupata alama 3 kwa mujibu wa barua ambayo imeweza kutolewa na bodi ya ligi. Sasa kwenye hayo ambayo yaliendelea, hapa nazungumzia Manara akalipuka huko na kuweza kuzungumza, akasema ya kwamba nimesikiliza ile interview hadi sasa nimeshindwa kuelewa kwa nini Rais Kalia amezungumza vile. Kwa tafsiri ya haraka, binafsi namuona kama mtu alielewa madaraka na ana kiburi ambacho anaamini hakuna wa kufanya chochote. Manara aliyekuwa ofisa habari wa Yanga akizungumza kauli ya rais wa TFF juu ya malalamiko ya Yanga ambayo aliyaita kama ni yana utoto, unaona bana ndani yake, ambapo Manara yeye anaendelea kufunguka. Anasema ya kwamba Manara amesema yeye hana cha kupoteza, anamwambia ukweli Kalia kuwa
atotawala milele. Mwanachama nguli wa klabu ya Yanga Haji Manara amesema viongozi wengi wanahofu kumwambia ukweli rais wa TFF Kalia hata kama anakosea, kwani wanaogopa kufungiwa. Unaona bana, akiweza kuliweka hilo bayana. Lakini Haji Manara akaendelea kusema ya kwamba nikiwa kama mwanachama na mjumbe wa mkutano mkuu namwambia rais wa Yanga Hersi Said kuitisha mkutano wa dharura wiki hii, ajenda namba 1 atucheze dabi ya Kariakoo na mengine yatafuata. Akiweza kufunguka Haji Manara kwa kile kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo amemaliza kwa kusema ya kwamba kile mwanachama huyo ambaye ni Manara amesema anachofahamu viongozi wa Yanga hawezi kumwambia chochote rais Kalia, wanaogopa watafungiwa. Amewataja makamu wa rais Arafati na msemaji wao Ali Kamwe wamepigwa mkwara. Manara amesema viongozi wake wanaogopa kwa kuwa wameshatengenezewa mazingira ya kuogopa mamlaka. Unaona bana, ambapo hicho ambacho kinachoendelea. Lakini Abisai huyu ni mchambuzi wa soka, Abisai Steven ameandika kwamba Haji Manara anajua abani na kanuni za ligi, udhibiti wa viongozi, kwa sababu yeye kwa sasa sio kiongozi wa Yanga, ni mwanachama na mdau wa soka tu. Hivyo kwa alichoongea kuhusu rais wa TFF anajua hawezi kufungiwa wala kupewa adhabu, ijapokuwa amewasilisha ujumbe wa klabu yake. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea, ambapo makamu wa rais Arafati Haji na Ali Kamwe kama ambavyo unaweza kusikia kwamba wameweza kuzuiliwa kwa mujibu wa Haji Manara. Lakini bodi ya ligi baada ya kumwaga mboga Yanga wanamwaga ugali. Baada ya Yanga kutoridhishwa na majibu ya TFF, wamefungua kesi ya malalamiko kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo yani kasi. Yanga hawana imani na bodi ya ligi na wameshindwa kukubaliana kabisa na majibu ya barua iliyotoka, na hivyo wameamua kusonga mbele yani kasi ili kudai haki yao. Tayari malalamiko yamepelekwa kasi, kinachosubiriwa ni taratibu kisha kesi hiyo itasikilizwa. Unaona bana, kwa kile ambacho kimeweza kujili kabisa katika sakata hili. Lakini mapema asubuhi ya leo ameandika hapa, nazungumzia si mwingine bali ni huyu ni makamu wa rais wa Young Africans Arafati. Ameweza kusema ya kwamba unaweza kuendesha watu ila uwezi kuendesha wakati wote. Unaweza kuburuza watu ila uwezi kuwaburuza wakati wote. Unaweza kuwaongopea watu ila uwezi kuwaongopea wakati wote. Kuwa makini na maji yaliyotulia yana kina kirefu sana. Makamu wa rais wa Yanga ametupa bomu la nyuklia huko, ambapo ilielezwa kwamba yeye ndo amefungwa mdomo pamoja na Ali Kamwe wasiweze kuzungumza kwa kuhofia kufungiwa. Yeye ndo kasema kwamba akatoa hiki ambacho pengine kimetafsirika kama ni bomu la nyuklia. Unaona bana, akisema unaweza kuendesha watu ila uweze kuwaendesha wakati wote. Unaweza kuwaburuza watu ila uweze kuwaburuza wakati wote. Unaweza kuwaongopea watu ila uweze kuwaongopea watu wakati wote. Kuwa makini na maji yaliyotulia yana kina kirefu sana. Unaona bana, akiweza kumaliza hivyo. Bana, weka maoni yako hapo chini kwa hiki ambacho kinachoendelea. Wewe unadhani sakata hili Young Africans kwenda kasi watapewa hizo alama 3? Tusubiri kuweza kusikia yapi ambayo yatakayoweza kujili katika